Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu: kiongozi wa dini wa cheo cha juu katika kanisa Katoliki apatikana na hatia ya kuficha makosa ya ulawiti kanisani kwake. Chanjo dhidi ya Ebola yazindiliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, kuna matumaini ya kuuangamiza ugonjwa huu hatari? Wanasayansi wanasema uchafu wakati mwingine ni mzuri kwa watoto. Kwa nini? Kaa nasi kwa mengine zaidi. Na katika michezo, Arsenal yatarajiwa kumtangaza rasmi Unai Emery kuchukua nafasi ya Arsene Wenger kama meneja mpya. Je, ndiye atakayewatoa kizani? Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ikukuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Mariam Omar nikiwa hapa London. Askofu mkuu mmoja nchini Australia amekuwa kiongozi wa kwanza mwenye cheo cha juu katika kanisa Katoliki kupatikana na hatia ya kuficha makosa ya ulawiti. Philip Wilson amepatikana na hatia ya kushindwa kutoa ripoti kuhusu makosa ya jinai yaliyofanywa na kasisi mwingine. James Fletcher katika miaka ya 70. Fletcher alikufa akiwa gerezani mwaka 2006. Chama Omar Matata ana maelezo zaidi. Alionekana na hatia, lakini bado kanisa lilimwamini kuwa kiongozi wake mmojawapo. Askofu mkuu Philip Wilson alitoka mahakamani hali akijua atakaporejea mwezi ujao anaweza kufungwa jela. Askofu mkuu huyu mwenye umri wa miaka 67 alionekana na hatia ya kumkinga kasisi mbakaji watoto, ingawa alijulishwa na waathiriwa wanne katika miaka 1970. Peter Cray akiwa na umri wa miaka 15 wakati huo alimwendea Wilson na kumjulisha kuwa alibakwa, lakini alirudishwa. Hata wakati mbakaji wake alipochunguzwa miaka kadhaa baadaye, askofu mkuu huyu hakuchukua hatua yoyote. Leo Peter Cray anahisi hatimaye alikuwa amesema ukweli. Hisia kubwa za faraja. Ni siku muhimu kwa waathiriwa wote pamoja na familia zao. Kasisi aliyetenda tendo hilo la ubakaji, Jim Fletcher, alikufa jela. Lakini urithi wa vitendo vyake bado vinahisiwa sana. Kwa upande mmoja kwa sababu ilichukua muda mrefu kwa waathiriwa wake kuaminiwa. Kama mtu huyu angechukua hatua mwaka 76 ambao ndio mwaka niliozaliwa, maisha yangu yangelikuwa tofauti sana na vile yalivyo hii leo. Fletcher alikuwa tayari akinibaka wakati huo, lakini Wilson angeliweza kukomesha ubakaji huo. Angeliweza kunisaidia. Tunazungumzia watoto wanaobakwa na askofu mkuu huyo alijua. Kwangu mimi hatia hiyo inahitaji kifungo. Kama askofu mkuu huyu akifungwa, shinikizo zitaongezeka kwa makao makuu ya Vatican kuchukua hatua. Kanisa Katoliki limelaumiwa kwa kuficha vitendo vya ubakaji katika nchi kadhaa na kujali sifa zake tu badala ya za wale waliobakwa. Chama Omari Matata, BBC. Na ukitaka maelezo kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com/Swahili. Na tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais Trump amesema kuwa ikulu ya White House inaendelea na mipango yake ya mkutano na rais wa Korea Kaskazini, lakini ameonya kuwa lazima masharti kadhaa yatimizwe kabla ya mkutano huo. Trump ameongeza kuwa kuna uwezekano mkubwa mkutano huo usifanyike mwezi Juni kama ilivyopangwa. Aliyesema hayo mjini Washington baada ya mkutano wake na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in. Mwanzilishi wa Facebook Mark Zuckerberg amerejelea tena kuomba msamaha kutokana na mapungufu ya kampuni yake katika kuweka mikakati ya kukabiliana na masuala kama taarifa za kughushi, kujihusisha na uchaguzi wa nchi na vile utumiaji mbaya wa data na za wateja wake. Akizungumza mbele ya kamati ya wawakilishi wa mabunge ya Ulaya, Zuckerberg ameelezea sera mpya zitakazohakikisha kuwepo na usalama wa data.
Marekani imewawekea vikwazo maafisa 5 wa Iran inaodai wanafadhili waasi wa Kihuthi nchini Yemen. Wizara ya fedha ya Marekani inasema kuwa watu hao walisaidia kikosi cha mapinduzi cha Iran katika kufadhili mafunzo na kuwapa silaha waasi hao ambao walizitumia kushambulia kwa makombora viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia. Pia wamewashtumu kuzuia misaada kufikishwa katika sehemu hiyo. Takriban watu 27 inaaminika wamekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matumaini sasa yako kwenye chanjo iliyotolewa kwa wafanyakazi wa afya na watu ambao tayari wanadhaniwa kuwa wameambukizwa. Chanjo hii itasaidia kuzuia kusambaa ugonjwa huo. Mpango wa kutoa chanjo hiyo ulianza jana. Lakini je, kuna uhakika gani kwamba chanjo hii ni nzuri na ni majaribio na itafanya kazi? Mwandishi wetu Ansoi yuko nchini Kongo kufuatilia kuanza kwa shughuli ya kutoa chanjo hiyo, na hii hapa ni taarifa yake. Jitihada za kujihami dhidi ya Ebola. Wafanyakazi hawa wa afya ni wa kwanza kutumia chanjo hii. Wanaishi na kufanya kazi hapa Mbandaka, mji ulio kando ya mto Kongo ambao unapambana na mlipuko huo wa ugonjwa. Watu 4 hapa wameambukizwa na hawa ni baadhi ya madaktari wanaowahudumia. Kwa kuwa mimi ni daktari, naelewa huu ni ugonjwa hatari. Kwa hivyo tunataka kupata kinga ili tuzuie mabaya, kwa sababu madhara ya ugonjwa huu ni makubwa ajabu. Chanjo hii inatumika kwa mara ya kwanza kabisa kuzuia kuenea kwa Ebola. Japo chanjo hii ambayo inatumika hapa leo bado haijatolewa leseni, serikali hapa nchini Kongo inahakika kwamba itachangia katika kukomesha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Katika utafiti ambao ulifanyika nchini Guinea mwaka 2016, ilipatikana kwamba chanjo hii inaweza kukomesha maambukizi yote ya Ebola. Dawa za kuchanja maelfu ya watu imefika nchini humu. Hata hivyo, kuna changamoto za kuzisafirisha hadi vitongoji vilivyoathirika. Nafikiri usafiri una changamoto, lakini unawezekana. Tuna helikopta, tunahitaji aina kama hizi za usafiri ili tupeleke chanjo vijijini. Na tukishakafika huko, tutatumia pikipiki kuzisambaza. Na kabla ya kuziagiza, tulihakikisha tuna njia za kuziweka katika barafu, kwa sababu zinafaa kuwa na vipimo vya chini kabisa vya joto. Watu 28 wamefariki nchini humu inaaminika kutokana na ugonjwa huo. Wengine zaidi ya 50 wanashukiwa kuambukizwa. Nchi hii imepambana na milipuko ingine 8 ya Ebola. Na sasa wana mbinu mpya, na hivyo kuna matumaini kuwa wataweza kukomesha maambukizi hayo hivi karibuni. Ansoi, BBC, Mbandaka. Matangazo yetu ya redio unaweza kusikia kupitia tovuti yetu bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Mariam Omar. Kanasi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Mariam Omar. Habari kuu usiku huu. Askofu mkuu wa Kikatoliki nchini Australia, Philip Wilson, amepatikana na hatia ya kuficha vitendo vya ubakaji wa watoto. Alishindwa kutoa ripoti juu ya vitendo vya jinai vilivyofanywa na kasisi mwingine James Fletcher katika miaka ya 70. Fletcher alikufa gerezani mwaka 2006. Chanjo dhidi ya Ebola ilitolewa kwa madaktari na wale ambao tayari wanadhaniwa kuwa ni waathiriwa. Inatarajiwa kusaidia kuzuia kusambaa ugonjwa huo. Mpango wa kutoa chanjo hiyo ulianza jana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchimbaji haramu wa madini nchini Ghana huenda ukaathiri kiwango cha mavuno ya kakao ulimwenguni. Wataalamu wanaonya kwamba upungufu wa zao hilo utamaanisha bei ya chokoleti nayo pia huenda ikapanda. Taifa la Ghana ni la pili duniani katika utoaji kakao. Uchimbaji dhahabu kwa kiwango kidogo, jambo ambalo wenyeji wanalifahamu kama galamsey, inaarifiwa kwamba utaathiri pia mifumo ya jamii na mazingira. Alex Mureithi ana maelezo zaidi. Limeanza kuwa ni jambo la kawaida nchini Ghana. Eneo hili lilikuwa ni shamba la kakao.
unaweza kujionea uharibifu wa mazingira. Na upande wa pili wa kilima, kuna wengi ambao wamo katika shughuli za uchimbaji haramu. Hapa kitendo hiki kinafahamika kama galamsey. Tunasafiri kukutana na mtu aliyeiuzia kampuni moja ya Kichina shamba la familia, kwa kuwa alikuwa katika hali mbaya kimaisha na alihitaji sana fedha. Babake Kofi alitumia maisha yake yote kuliimarisha shamba hili, lakini wachimbaji haramu waliliangamiza baada ya wiki chache. Moyo wangu unaniuma sana nikitizama ardhi hii. Naumwa sana. Uchimbaji haramu wa dhahabu umekuwepo siku zote, lakini kiwango na kasi ya kuenea havijapata kwa hivi. Katika eneo hili zaidi ya ekari 1000 za mashamba ya kakao zimeangamizwa. Haya yakiendelea, athari zake zitajitokeza duniani. Sasa katika muda wa miaka 3 hadi 5 tutashuhudia kupungua kwa uzalishaji kakao kwa hata 50%. Iwapo utoaji utapungua na Ghana ni kati ya wahusika wakuu, mahitaji yatazidi na kuna uwezekano mkubwa sana bei ya kakao itapanda. Lakini hili halitakuwa ni jambo baya tu kwa uchumi. Athari zake pia ni za kimazingira. Wanawake hawa nao wamelazimika kutafuta kazi ya pili baada ya chuma cha risasi, mercury na cyanide kuangamiza mazao yao. Uchimbaji huu wa viwango vidogo umevichafua vyanzo vya maji. Umeharibu pia mazingira asili. Hatuwezi tena kupanda mazao hapa. Serikali imeahidi kupambana na uchimbaji haramu wa dhahabu na imeanzisha tume. Wamewakamata watu, lakini wameshindwa kuikomesha biashara hii. Alex Mureithi, BBC. Mwanasayansi mmoja hapo Uingereza anaamini kwamba amegundua jambo linalosababisha watoto kupata saratani ya damu. Anasema inatokana na watoto hawa kutokumbana na vijidudu vya maradhi mwanzoni mwa maisha yao, jambo linalosababisha hasa watoto hao wanaokaa katika jamii za kitajiri kupata aina ya saratani ya damu. Suluma Kasim anatueleza zaidi. Hugo ana saratani kwenye kinga mwili wake. Alipokuwa na umri wa miaka 2 amegundulikana kuwa na aina ndogo ya saratani ya damu, kitu ambacho kimemfanya asiweze kutembea. Ndio kitu pekee anachokijua. Mwanzo wa matibabu yake ilikuwa kipindi kigumu sana. Athari zote za ugonjwa huu, kutapika, nywele kung'oka, kuchoka sana na kutokuwa na hamu ya kula. Aina ya saratani ambayo Hugo anayo huwapata sana familia za kitajiri. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusu kwa nini athari hii iwe kwa familia hizi tu. Hivyo wanasayansi sasa wanafikiria wamepata jibu. Inaanza kwa kubadilika kwa kinasaba katika mfuko wa uzazi. Halafu tena mwaka wa kwanza kuishi, kukosekana kwa mazingira yenye vijidudu vya maradhi, jambo linalofanya mfumo wa kinga kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Hivyo kukiwa na maambukizi ya utotoni, kutakuwa na upungufu katika mfumo wa kinga mwilini, na hii itasababisha saratani ya damu. Kwa mpande moja tatizo ni kuweko ile hali ya usafi sana, yani kusiwe na vijidudu, lakini sasa wanasayansi wanasema kwa kutumia vidudu vinavyoleta maradhi kunaweza kuzuia maradhi. Ikiwa matokeo yetu yote haya yatakuwa sawa, basi ni vyema kuwaacha watoto kukabiliana na mazingira yenye bakteria wasio na hatari ambao wanaimarisha vizuri mfumo wa kinga mwilini. Lakini vipi unakabiliana na bakteria wenye faida? Ni kama vile kuacha watoto wacheze na watoto wenzao, au kuwa na ndugu zao, kama vile shule za chekechea, na hata kumnyonyesha mtoto maziwa mama. Yote haya yanasaidia. Hapa hajakusudiwa kwa watoto wachezee uchafu. Nafikiri mara nyingine ni vizuri tu kuacha vijidudu, kutasaidia kuimarisha mfumo wa kinga mwilini. Utafiti umeelezea kwamba ni vyema kutambua kwa baadhi ya bakteria ni muhimu sana kwa afya zetu. Suluma Kasim, BBC. Naam, kutoka studio zetu za Dar es Salaam tunaungana naye Dr. Edith Kimambo, daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kitengo cha watoto katika Hospitali ya Taifa Muhimbili. Karibu daktari. Labda unauonaje utafiti huu? Unadhani unashabihiana na mazingira wanavyokulia watoto? Mimi kwa upande wangu ninavyoona ni kwamba saratani ya damu haisababishwi tu kwamba ni bakteria au ni wadudu fulani ambao labda wanaweka kinga kwenye mwili. Saratani ya damu kama mlivyoeleza ni kwamba inasababishwa na mabadiliko kwenye vinasaba. Na hayo mabadiliko yanaweza katokea yani kwa kurithishwa au ni
yenyewe tu mtoto vinatokea mabadiliko kwenye hivyo vinasaba. Sasa utafiti ulioonyeshwa siwezi nikaupinga, siwezi nikaunini, sababu ni utafiti ambayo haujawa proven kwamba kuna mtoto akiwa exposed na bakteria basi ni anapunguza ile uwezekano wa kupata saratani ya damu. Sababu hakuna mpaka sasa hivi, ni theory tu ambayo ipo, hakuna utafiti ambao umeprove kabisa kwamba kuna wadudu fulani ambao wakiingia kwenye mwili wa binadamu basi unatengeneza kinga fulani ya ugonjwa wa saratani. Na kama ingekuwa imesha ndio ukiangalia mazingira katika kama ingekuwa imeshafahamika ndio nilikuwa nauliza, ukiangalia mazingira katika nchi zinazoendelea kama vile Afrika, unadhani ni sawa kwa watoto kuachwa kucheza katika mazingira yenye vijidudu? Kwa kutengeneza kinga ya mwili, sababu mwili wa binadamu unatengeneza kinga kwa kutengeneza hizo antibody mwilini kwa kuwa exposed na mazingira, kwa kuwa exposed na hizo bakteria au virus, ndio mwili unatengeneza kinga. Sasa kuna uwezo ukasema tu kwamba umwache mtoto achezee kwenye uchafu, kwenye mazingira hatarishi, kwenye uchafu ili aweze kupata kinga. Hapana. Lakini vile vile sio kwamba tu kumfungia mtoto kwenye chumba fulani ambacho hata hamna hewa inayoingia, sababu wadudu wanapatikana kwenye hewa, wadudu wanapatikana kwenye chini, kwenye mazingira. Lakini sio useme tu kwamba kwenye uchafu umweke mtoto basi ndo apate kinga. Hiyo itakuwa ni vile ni upotofu wa fikra kwa watu. Lakini vile vile kumwacha mtoto awe exposed kwamba kwenye sio kwamba umfungie tu kwenye chumba kisa. Labda utafiti huu unaona kama unaweza kuchochea wazazi kuacha watoto kwenda kuchezea uchafu, ama unadhani wataangalia jinsi wanavyowalea watoto wao? Waangalie jinsi wanavyowalea nani, lakini vile vile utafiti na hisi unahitaji zaidi watu kuingia kwenye, yani kuweka nguvu zaidi kwenye kufanya utafiti zaidi, sababu ni kitu ambacho kiko kinaongelewa na ni theory ambayo ipo inaonekana, lakini vile vile inahitajika utafiti zaidi ili uweze kuonyesha je, kama ni kweli ni wadudu wa aina gani ambao wanaweza kusababisha labda kuzuia zile vinasaba ambavyo vinasababisha cells kukua labda zisikue kwa wingi, au vile ambazo zinazuia cells za saratani kukua labda ziongezeke. Shukrani hiyo kabisa. Ni kitu ambacho sababu kama ni asante. Samahani, muda kidogo unatukimbiza hapa. Dr. Edith Kimambo huyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Naam, Cleveland Cavaliers watatikisa uwanja huku LeBron James akiwaka kama nyota na kuwalaza Boston kwa urahisi kusawazisha mechi za Eastern Conference. Dayo Yusuf atakuwa hapa na habari hizo na nyingine zaidi katika michezo. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Mariam Omar. Naam, karibu tena na sasa kwake Dayo Yusuf na taarifa za michezo. Dayo, karibu. Asante Mariam. Naam, taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba rais wa shirikisho la soka nchini Ghana, Kwesi Nyantakyi, amekamatwa na polisi kufuatia agizo la Rais Akufo-Addo. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Nyantakyi pia ndiye makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la soka Afrika CAF, akiwa wa pili kwa wadhifa baada ya Rais Ahmad. Habari zingine, Arsenal wanatarajiwa kumtangaza rasmi Unai Emery kama meneja wao mpya. Raia huyo wa Hispania amekuwa katika miaka miwili iliyopita kama meneja wa Paris Saint-Germain na inaaminiwa kuwa alichaguliwa kwa kauli moja na bodi ya usimamizi ya Arsenal. Peter Musembe anaeleza. Fursa kubwa ya kuwa meneja wa klabu kwa Unai Emery ilikuwa alipokabidhiwa Valencia. Hapa, licha ya kuwa na hali ngumu ya ufadhili, alifanikiwa kuwafikisha nafasi ya 3 katika ligi ya nyumbani ya La Liga. Baada ya hapo, alikuwa na muda mfupi alipohamia Sparta Moscow, japo hakukuwa na matokeo makubwa huko. Kisha alirudi Hispania kuisimamia Sevilla. Huko alishinda kombe la pili kwa ukubwa barani Ulaya, kombe la Europa mara 3 mtawalia, na hilo liliwapendeza klabu tajiri zaidi Ufaransa, Paris Saint-Germain. Alikosa ligi hiyo msimu wake wa kwanza, lakini alivunja rekodi ya dunia kwa usajili wa kumnunua Neymar. Msimu huu PSG wameshinda makombe 3 nyumbani Ufaransa, lakini hawakufanikiwa katika mashindano ya Ulaya. Sasa atahamia Arsenal, ikiwa klabu yake ya 7 kama meneja katika nchi ya 4.
Huo haukuwa uteuzi wa pekee katika ligi kuu ya England. Manuel Pellegrini ameteuliwa meneja mkuu wa West Ham. Meneja huyo kutoka Chile ameongoza Manchester City kushinda kombe hilo mwaka 2014 katika miaka mitatu yake nchini England kabla ya kuhamia Uchina kama meneja katika ligi kuu huko. West Ham wanasema kwamba wanaamini wamemteua mmoja wa kocha anayeheshimika zaidi duniani. Na nchini Ujerumani, aliyekuwa kocha wa zamani wa Borussia Mönchengladbach pamoja na Nice, Lucien Favre ameteuliwa kama kocha mpya wa Borussia Dortmund. Favre amesaini mkataba wa miaka 2 na klabu hiyo. Cleveland Cavaliers wamesawazisha mechi zao za Eastern Conference dhidi ya Boston 2-2 baada ya mechi nyingine ya kusisimua ambayo LeBron James kwa mara nyingine alitawala mechi mwanzo hadi mwisho, waliomaliza 111 kwa 102. Alikikamata mpira mkononi, ni wazi kwamba LeBron ananuia kuvunja rekodi zote na sasa ameibuka kama bingwa kwa kuweka rekodi mpya ya vikapu vingi zaidi ya playoff kuliko mchezaji mwingine yeyote. Hakusita kuwahi vikapu dhidi ya Boston na hii imekuwa mechi yake ya 6 ya pointi 40 safi katika playoffs. Wanatimu wenzake pia hawakutaka kuachwa nyuma. Hebu tizama hapo, kuna pasi kali kabisa ya mchezaji mwenzake Kevin Love. Safi kabisa. Hujaona kama hiyo? Basi shindano hili haliko karibu kumalizika, lakini wakiwa na matokeo kama haya, bila shaka mabingwa wa NBA wanatazamiwa kuingia fainali kwa mara yao ya 8 mtawalia. Na Zlatan Ibrahimovic anaonekana kwamba hana haja ya kutafuta marafiki wapya baada ya kubadilisha jezi yake kutoka ligi kuu England kwenda LA Galaxy ya Marekani. Aligonga vichwa vya habari huko kwa bao lake la kwanza, lakini sasa anazungumziwa kwa hili. Alimzaba kofi mpinzani wake kwa kosa la kumkanyaga. Wote wawili wakajiangusha chini wakidai kujeruhiwa. Huyo wa pili ni Michael Petrasso wa klabu ya Montreal Impact kutoka Canada. Ilibidi mwamuzi kwenda kuangalia video na akawapa kadi wote wawili, lakini Ibrahimovic amepewa kadi nyekundu. Hii inakuwa kadi yake ya 13. Ni hayo basi katika michezo. Nirudishe kwake Mariam. Asante sana Dayo Yusuf. Na sasa basi tuangalie ujumbe wako. Na leo tuko tunaangalia kuhusu swala la watoto na uchafu. Tunaanza naye Andrew Daniel anasema ni kweli kabisa. Kwa mfano mtoto hula mchanga kutibu minyoo ya tumbo. Naye mwingine ambaye ametuandikia ni Zuberi Magwe anasema sikubaliani na wanasayansi. Naendelea kama kawaida kuwakinga watoto na uchafu ili niwe na uhakika wa usalama wa maisha yao. Naye Javas Doto anasema uchafu unasaidia kuongeza kinga. Mfano watoto wanaoishi kwenye sehemu chafu huongeza damu mwilini. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Twitter. Na hatimaye tuna habari nzuri. Mbwa mmoja hapa Uingereza ameasili vifaranga 9 vya bata baada ya mama yao kutoweka. Fred, mbwa mwenye umri wa miaka 10, aina ya Labrador, amekuwa baba kwa vifaranga hao katika Mountfitch Castle, mashariki mwa Uingereza. Mama yao hajulikani alipo, lakini Fred alichukua usukani tu ilipogunduliwa kwamba hayupo na wafanyakazi wa kasri hiyo. Fred ni mkazi katika kasri hiyo. Vifaranga hao hulala naye katika kitanda. Na basi ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Mariam Omar. Na mimi naitwa Dayo Yusuf. Hadi kesho. Maasalamu. Lala salama. Thank you.